Kama kuna kipindi cha kumwona Mungu ni kipindi hiki. Hivi fikiria, una mkuu wa mkoa ananena kwa lugha. Yaani una mkuu wa mkoa ambaye hamuonee aibu Yesu. Yaani una kiongozi ambaye akiingia kwenye magoti hauwezi kuelewa kati ya makamasi na machozi akiwa na utafuta uso wa Mungu. Alafu wewe mwana wa Mungu unakuwa mnyonge. Kama mimi nanyenyekea pamoja na mabunduki yote yaliyoko kwangu yako chini yangu, pamoja na vyombo vyote vya ulinzi, lakini najua sitatoboa kama Yesu hata kwa upande wangu. Jana nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Pastor Debora. Akaniambia, nimekuja nyumbani kwako Dar es Salaam, nimeweka bendera ya Israeli na nimeweka bendera ya Tanzania. Nataka uende kuomba na hizo bendera zisishuke. Leo nafika hapa ninaiona bendera ya Israeli, naiona na bendera ya Tanzania, na katika mkoa huu havitashuka. Tutaendelea kulitunza agano la Mungu katika mkoa wetu. Mtanisamehe sana kama siongea mambo ya serikali. Fikiria mimi ni mtumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ona ninavyotamba. Sasa hawa walioajiriwa na Mungu ninaonea wivu mkubwa, kwa sababu wanayemtumikia ndio Alfa na Omega. Kwake yeye kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Mimi tabaki hapa naelezea mradi, tunataka tujenge SGR, tunajenga uwanja wa mpira. Lakini wao wanaongelea Mungu ambaye anaiona dunia yote, ambaye akiamua kuzuia ugonjwa usije kwenye taifa letu, anazuia ugonjwa. Na mimi najua wanaowachonganishaga viongozi wa dini na serikali, na wajua. Wewe fikiria hapa alivyofundisha mtumishi wa Mungu. Kuna mtu anaweza akachomoka kipande kadogo tu, kata. Viongozi wa dini wa mkoa wa Arusha waionya serikali. Watu wanaanza, sasa huyu anasemaje haya? Hii imekuaje? Baba Shedraka, hubiri. Mimi nitawalinda viongozi wa dini wa mkoa wangu kwa kadiri ya nguvu niliyopewa na mamlaka ya Mungu, ili wafundishe kweli bila uoga. Lazima tuambiwe